kweli? Hapana, nataka roho yako iamke kuanzia leo katika ahadi za Mungu. Roho yako iamke. Mungu wetu sio kama Masanja anaweza akaahidi akasahau. Mungu sio kama Asmani kwamba anaweza akasema hapo akasema uongo. Yeye akisema juu yako ama katika neno la Mungu, wewe una kazi moja tu. Ya kwanza ni kuamini, ya pili ni kutumaini. Inaweza ikapita miaka mpaka ukaona kama unataka kuzeeka hivi. Mbona kama nataka kupita katika umri? Wewe hiyo sio kazi yako. Kazi yako wewe ni kuamini. Inasema ndipo Abraham akaanguka kifudifudi akacheka. Mimi kabisa. Urudia wale sukuma useka nya sukuma ketelo mayo. Kwa sababu anachoambiwa, unajua mtu ukimwahidi kitu alafu alishachoka anacheka. Unaona vizuri hapo? Akafanyaje? Akacheka. Akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Unaona maswali aliyokuwa nayo. Unaona ukichelewa kupokea muujiza wako, kuna namna ya kufa moyo, kuna namna ya kukata tamaa. Ukichelewa kupona, kuna namna ya kuvunjika moyo. Hata ukisikia injili kama wengine wanavyosikia sasa hivi, anasema nilishasikia sana. Abraham akaanguka kifudifudi, alafu cha ajabu akacheka na akasema moyoni kwamba hivi mtu mwenye miaka 100, hivi hata wewe jiulize, mtu mwenye miaka 100 anaweza akazaa mtoto? Kwa hiyo usione kuwa umechelewa kupokea muujiza wako. Akili zako na za Mungu ni tofauti. Wewe unaweza ukaona umechelewa, ukaona wengine wanawahi, ukaona watu wanakutangulia, ukaona watu wanafanikiwa kuliko wewe, lakini hujajua kwamba watafilisika kesho.